Biki wa kikosi cha Young Africans na wewe binafsi mnaamini kwamba mnaenda kutoboa dhidi ya kikosi cha Fountain Gate siku ya leo? Mimi kwanza kama shabiki na mwanachama wa Dar es Salaam Young Africans kutoka pande za Dar es Salaam mpaka kulitafuta jiji la Dar es Salaam kwamba tumefuata pointi 3 muhimu, na ukiangalia michezo iliyosalia wenyewe wataalamu wanakuambia ukizubaa tutakuta mwana sio wako, kwa sababu ukiangalia mimi ndio bingwa mtetezi wa kombe la ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo katika mchezo huu kuna mtu anatamani tupoteze mchezo huu, na hasa Toto la Modi linatamani kweli mchezo wa leo tupoteze, na nikuhakikishie mchezo huu kama itatokea tutafanya makosa tukaupoteza, hakuna mtu atakayefurahi. Yani Fountain Gate wenyewe kwanza hatofurahi, yani atakayefurahi zaidi ni mtoto wa Modi, ambao tukipoteza ina maana yeye tayari atakuwa bado anaongoza ligi kuu Tanzania bara. Alafu kipindi hicho sasa atakwambia kila mmoja ashinde michezo yake. Kwa maana hiyo kwamba akisema kwamba kila mmoja ashinde michezo yake, ina maana tokao wote tumebakiza michezo mitatu, kwamba kila mmoja sasa tukienda na ule mfumo kwamba kila mmoja ashinde michezo yake, ina maana Toto la Modi anakwenda kutangaza ubingwa akiwa na pointi moja. Sasa nini kifanyike? Kinachofanyika hapa kwa kombo tulioifanya kutoka Dar es Salaam kwamba tunakuja kuchukua pointi 3 muhimu dhidi ya Fountain Gate. Najua Fountain Gate hata yeye mwenyewe najua kabisa atakuwa amechukua vibasha kama wenzie, kwamba mtoto wa Mudi sasa hivi anachokifanya kwamba kwenye michezo ambao wanacheza wenzie lazima aende akatie mkono pale, ili mradi tu amtietie nguvu huyu mpinzani ambaye anacheza naye achukue pointi 3 muhimu. Kwa hiyo sisi kama mashabiki na wanachama kupitia benchi la ufundi la Dar es Salaam Young Africans tumejiandaa kukabiliana vyovyote nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Tunataka pointi 3 muhimu ili yule aliyopanda pale juu pale jana saa 8 mpaka saa 10 tunataka tukamshushe, kwamba tumrudishe kwenye kipimbiga. Kwa maana hiyo nikishamshusha sasa ndakuwa na mzidi pointi 2. Hizo pointi 2 afu tunarudi kwenye kauli yetu ile kwamba kila mmoja ashinde michezo yake, kwamba katika michezo mitatu kila mmoja ashinde zake, kwamba tukishinda michezo yetu mitatu yote na lenyewe likicheza michezo yake mitatu yote likishinda, na maana mimi nakwenda kutangaza kombe kwamba nikiwa na mzidi kwa pointi 3. Kwa hiyo sisi tumejiandaa. Hiyo tunajua kabisa katika michezo mitatu ambao imesalia, kiukweli kabisa hatutaki kufanya umbambamba, hatufanyi makosa, tunataka tuchukue pointi 3 muhimu ili niende nikawa bingwa mtetezi tena kwa mara 5 mfululizo. Unajua msimu huu 2025-26 kuna wakati mgumu katika nyakati zote ambazo wenzetu mitoto ya Mudi haitaki kusikia kwamba Yanga anatangaza ubingwa mara 5 mfululizo. Sasa sisi kama Dar es Salaam Yanga Afrika, yani hicho kitu Simba hataki hata kusikia hata kidogo. Lakini mlikuwa mnajiamini dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji, lakini wakawakana. Wanakuambia mipango sio matumizi. Unaweza ukapanga mipango kwamba leo utakula nyama, mwisho siku unaambulia mchicha, unaweza kulala njaa kabisa. Kwa sababu ukiangalia ule mchezo ilifika kipindi kwamba tulivyoshinda goli 2 tukajiamini kwamba Dodoma Jiji tushamaliza. Alafu ukija kwenye kauli ya watoto wa Mudi waga anatumia, anasema ile Dodoma Jiji wanakuambia ni watoto wa Mavunde. Sasa Mavunde ni mwanachama wa Yanga, kwao wakajumlisha sasa wakasema Dodoma Jiji anapocheza na Yanga anakuambia mtu na mwanae. Lakini kumbe kwenye mpira miguu kwamba kila mmoja ananyang'ang'ania, kuna mmoja anataka ubingwa, kuna mmoja anataka kamata nafasi ya pili, mwingine ya 3, mwingine ya 4, ingawa apate bahati kama atashiriki mechi za kimataifa huko, au basi kama anataka kule anaonekana yupo kwenye alama nyekundu, basi ajinusura aweze kupanda huko juu. Kwa hiyo sasa kwenye mchezo wa Dodoma Jiji, na ndio maana tukasema huo umeisha, tukaangalia kwenye mechi tutakaofuata. Kwanza ukiangalia tulivyotoka kwenye mechi zidi ya Dodoma Jiji, tumeshinda michezo miwili hapo katikati hapo, kwamba tunaangalia sasa michezo iliyosalia kwamba kila mmoja tunahakikisha anaacha ndani. Ukiangalia kwenye mchezo zidi ya Namungo na watoto wa Modi, shamba la Bwaneli mbuza Bwaneli, ukiangalia Mgunda ana kadi namba 2 ya wanachama. Kwa hiyo unaona jinsi gani kwamba tulikwenda kucheza na watu wawili, tumecheza na Toto la Mudi, tumecheza na Namungo, tumecheza na Mgunda, mwisho siku kafa bali tukaenda kwa Mashujaa. Ukimwangalia Julio ni mwanachama pia wa watoto wa Modi, lakini unaona maneno yake alipoongea, unaona kabisa ana ujasiri kwamba amepata labda viguvuguvu kutoka upande wa pili, lakini unaona tukaenda tukamkanda pale nyumbani kwake. Kwa hiyo sasa Ngeti sasa hivi anatafuta points za kusalia ligi kuu, amuogopi hawa. Kwanza Toto si ndio kipindi hicho alikuwa anajiita EF, tena walikuwa wasumbufu kweli. Sasa walivyokuaga kule Mbalali kule tulikuwaga tukivuka tu kile kidaraja kule tulikuwa na chashati kule. Sasa basi tangia alivyotoka kule wapi kule Mbalali kule, tangia alivyohama kule alivyokuja huku, sidhani kama shawahi kuonja pointi 3 za Yanga. Yani kila tunakutana naye kama mwambe wa uani. Kwa hiyo kwenye mechi ya KMC kule ana kumbukumbu nzuri, tumkunguta kule. Sasa huu wa leo kama muendelezo tu, kama unavyoona mechi zimebakia ngapi? 4. Sasa huyu akitoka huyu na maana mibakia michezo mitatu. Kwa hiyo tunahakikisha kivovote, yani ndani ya uwanja nje na tunamgaragaza, tunachukua pointi 3 muhimu. Mara mwisho mlikuja hapa na ligi kuu mliacha alama. Tuliacha uwanja unaonekana sio mzuri kweli. Sasa wanakuambia kwenye uwanja huu, nakumbuka mwaka
kipindi hicho kabla hawa wakati wanatoka Mbalali tulikuja kucheza nusu finali ya FA. Kama una kumbukumbu tulikuja kucheza nusu finali hawa. Mwisho wa siku tukawaachia Ndala hapa. Wakaacha shati wakaacha Ndala. Kwa uwanja sometime na tuna bahati nao, sometime hatuna bahati nao. Lakini sasa tunaangalia katika nyakati gani? Kwa sababu kombe la shirikisho lile wanakuambia lazima moja atoke na mwisho wa siku tukamtoa kweli. Sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara tunaangalia kwanza gap tuliokuwa nalo na mwenzetu. Toto la Mudi hilo. Kwanza gap ambao tupo nalo mpaka sasa hivi, kwanza sasa hivi yupo juu pale anatuzidi pointi moja. Sasa haiwezekani leo tena turudi Dar es Salaam tumwache Toto la Mudi bado anaongoza ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo huyu leo lazima aache shati aache Ndala. Najua yeye ndo mwenyeji lakini uwenyeji wake huyu nakumbuka uwanja wake ulikuwa kule wapi kule huku wapi Babati kwa Lala Babati Sasa asichukulie kigezo kwamba yule TRA nilipocheza naye hapa nikatoa sare basi na yeye mwenyewe akajua anataka kwenda kupita kwenye njia zile za TRA. Baba TRA ni yeye kaka na TRA na yeye tumemweka kama kipolo na yeye mwenyewe tutakapokwenda kukutana naye tarehe 27 na yeye tunakwenda kumuuliza ile. Watu wengi sasa hivi wanaamini kwamba kikosi chenu wachezaji wameshika viwango kina Pacome Zouzoua. Lakini watu wanaosema kwamba wachezaji wetu wameshuka kiwango ndio walikuwa wanaongoza ligi kuu Tanzania bara. Labda nikutolee mfano mdogo. Kwenye msimu uliopita mpaka ligi kuu Tanzania bara inakwenda kuisha bingwa uwanja julikani. Kipindi hicho tunakwenda kucheza mechi ya Benjamin Mkapa kwamba tulikuwa tunahitaji sare lakini unaona Toto la Mudi tukaliua pale. Kipindi hicho bingwa julikani uje kombe lipo pale kwamba Toto la Mudi lingeweza kushinda mchezo ule kwamba angekuwa bingwa lakini Kapa pale. Kwa hiyo sasa hawa wachezaji ambao watu wanawajadili wanasema viwango vimeshuka. Unajua sisi hatuna mchezaji mmoja kwamba tunamtegemea fulani kiwango chake kikiisha basi biashara tena kupata pointi 3 muhimu uwanjani biashara imeshaisha hapa. Sisi tuna kikosi kipana kaka. Nikiwa kama rais wa yote Tanzania kaka. Yaani hao wameshuka nane lakini mimi najua kabisa tuna kikosi kilichoko quite. Na siku zote nawaambia wachezaji nguvu kubwa huja kwa viongozi. Sasa ukiangalia ile benki la ufundi pamoja na uongoza kina Engineer Harris wale watu wa mpira kaka. Kwa hiyo tuambie Fountain Gate wasichukulie wale mazefu ya Fountain wale TRA. Kuacha hapa pointi 2 zile tukaondoka na pointi 1. Kaka leo huyu lazima Fountain iko nyumbani. Fountain Gate kwanza. Na Chuga anakuambia tukagi fara. Kwanza huyu Fountain Gate sio kwake. Mimi kwanza nataka nije nimuulize. Kilichomtoa kule wapi kule Babati kilichomtoa kule mpaka huu uwanja mimi najua mwenyeji wa uwanja huu kidogo hata yule mwenyeji naye sio mwenyeji naye uwanja wake uko Tabora huko. Kwa hiyo leo tumekwenda kukutana hakuna mwenyeji hapa kila mmoja mgeni hapa. Ndio maana ukiangalia hata mashabiki wa Fountain Gate nitafutie 10 wa chapter hapa buoni hapa lakini ukinitafutia mitoto Mudi iko mingi kweli kweli. Kwa hiyo hii itakuwa upande wa pili sasa. Leo 5 kaka leo 5. Nataka tumsimikie mnala kaka. Yaani leo tunarudisha ile 5G. Kwamba kwanza kumbatua mtu 5 ni jambo la kawaida tu. Fountain Gate nani kaka? Nataka nipande kwenye msimamo ligi kuu kwamba na magoli mwama yani na mlagachiwa 5 kwamba tumepanda kwa kasi yani 4G tumepanda kule juu kule. Huyu namkunguta 5 yani hizo 5 hizo yani katika michezo 3 tutakayosalia yani mimi na uhakika kabisa tutakapokwenda kucheza na wafunga madishi tarehe 28 kwenye ligi kuu Tanzania bara kwamba mimi nakwenda kuvaa jezi kabisa ya Yanga bingwa pamoja na ile kama nitavaa Kiingereza basi itakuwa imeandikwa champion. Kaka yule Fountain Gate acha mwaki kaka kama tukijisemea mwenyewe anakuambia si umanda kaka. Huyu leo anakufa. Yani mwache Toto Mudi leo aongoze ligi kuu mpaka tarehe 28 nitakapokwenda kucheza na wale wafunga madishi kwa Zanzibar kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wakati mimi nabadilisha njia kutoka Dar es Salaam kwenda kule Mwanza kule kumfuata Azam FC kwenye nusu finali. Nataka pale juu niongoze mimi ligi kuu haina la. Kwa sababu mzunguko huu msimamo wa ligi Toto Mudi tangali imepanda jana saa 8. Kiukweli kabisa hata msimamo wa ligi wenyewe kwanza wanasema jamani kapanda mtu gani tena huku? Yani mimi niongoze ligi kuu. Hata Kibaka naye ongoza ligi kuu acha nikamshushe leo. Na ndio maana sasa Toto la Mudi liko nacheza saa 10. Likicheza saa 10 mimi nikicheza na mimi mwenyewe kesho saa 10. Utasikia tumeligudio limeshuka tena pale chini tunasema kajiunga kwa njia status au kajiunga na kifurushi cha masaa 24. Sasa TFF akaona badili gia sasa wakaamua bwana mchezeshe saa 8 kwamba ili mradi akae pale juu aongoze masaa 26. Kwa hiyo sasa kutoka saa 10 mpaka saa 12 utasikia tunamwimbia mtoto wa Mudi kacheza unapochezaga baada hapo atushoki tena.